Haleluya, haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Tumsifu Yesu Kristo. Hakika tunapenda kumwabudu, tunapenda tumjue, tunapenda tumfahamu, tunapenda tukae naye. Ni moja ya nyimbo ambazo zina uwepo wa Mungu wa kukuzamisha katika moyo wa kumwabudu Bwana. Karibuni sana wapendwa, mahala popote unaponisikiliza. Ni mwendelezo wa mafungo yetu ya siku 12 kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kumaliza salama mwaka 2025 na kupanda mbegu kwa ajili ya mwaka 2026. Leo ni siku ya 11 ya mafungo yetu. Hongera sana mtu wa Mungu, tunaelekea ukingoni. Kesho ndo itakuwa fainali ya mafungo yetu. Mafungo yetu fainali yake ni mkesha wa mwaka mpya. Tunauanza mwaka mpya tukiwa tumesha kamata tayari mwaka. Hatuanzi mwaka afu ndo tuukamate, ila tunaanza tukiwa tumesha ukamata kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hongera sana shujaa. Mungu akutie nguvu. Hizi siku 2 za mwisho usichoke, usianguke, tusonge mbele kwa neema yake. Lakini pia kabla hata sijaanzisha kipindi, naomba kuweka tangazo. Siku ya mwaka mpya, ile siku ya mkesha wa mwaka mpya, ile siku ya mkesha wa mwaka mpya tarehe 31, ambayo ndiyo fainali ya maombi yetu. Tutakuwa na audio itawekwa mapema ili kuwapa watu nafasi ya kuomba mapema, kusali mapema kwa ajili ya, tunaelewa majimbo mbalimbali kunakuwa na misa ya mkesha wa mwaka mpya, na ndiyo maana audio siku hiyo itawekwa mapema ili usikilize mapema, uombe mapema, uwe na uhuru wa kwenda kwenye mkesha, kwenye misa ya mkesha ukiwa tayari umeshakamilisha mafungo yetu. Mungu akubariki sana na kututie nguvu wote tuumalize huu mwendo salama. Karibuni sana wapendwa, tusali tuanze rasmi mafungo yetu. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya uaminifu wako na uweza wako ambao umekuwa na sisi kwa muda wa siku zote za mafungo. Tazama Baba, leo ni siku ya 11. Hakika haijawa rahisi kufika siku ya leo, ila ni mkono wako umetubeba. Ndiyo maana nasi tunasimama Bwana, wengine ikiwa ni usiku kwao, wengine ikiwa ni asubuhi, wengine ikiwa ni mchana. Mungu Baba, majira yote tunakutukuza. Tunakiri we ni Mungu, we ni Alfa na Omega. Tunanyenyekea kwako katika moyo wa ibada. Tunaomba msamaha maeneo ambayo tunakosea kila siku kama wanadamu, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Tunaomba damu ya Yesu itutakase Bwana, ili tupate kibali mbele zako. Roho Mtakatifu, karibu mahali hapa, usimame pamoja na sisi ili tunapojifunza hili somo, tunapojifunza hili neno, tuweze kuhuishwa sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye pumzi aseme amen. Karibuni sana wapendwa. Leo tunaenda kudili na malango ya mwezi wa 11 ya mwaka 2025. Somo letu linalotuongoza ni lile lile linaloitwa kushukuru kwa ajili ya mbegu iliyopandwa malangoni bila kujali matokeo yake. Shukuru kwa ajili ya mbegu iliyopandwa malangoni bila kujali matokeo yake. Shukuru kwa ajili ya mbegu iliyopandwa malangoni bila kujali matokeo yake. Andiko letu la msingi ni andiko letu la kitabu kile cha Marko sura ya 4 ule mstari wa 3 hadi wa 8. Ni andiko ambalo kila siku tumekuwa tukilichambua kiundani kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, asubuhi na jioni, na tunaendelea nalo hili la Injili ya Marko sura ya 4 ule mstari wa 3 hadi wa 8. Injili ya Marko sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 8 inasema namna hii: Sikilizeni, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba. Hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikaisonga isizae matunda. Nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri,
zikazaa matunda, zikamea na kukua na kuzaa, 130, 160 na 100. Oh, haleluya! Wana wa Mungu aliye hai. Katika hili neno tumekuwa tukiona namna ambavyo kuna aina 4 za mbegu, ambapo mbegu ya kwanza ni ile ambayo ilipandwa kando ya njia, haikuota kwa sababu ililiwa na ndege. Mbegu ya pili ni ile ambayo ilipandwa kwenye mwamba, na yenyewe pia haikuota kwa sababu jua liliunguza. Mbegu ya tatu ni ile iliyopandwa kwenye miiba, na yenyewe pia haikuota kwa sababu ilisongwa na miiba. Alafu mbegu ya 4 ni ile iliyopandwa kwenye udongo mzuri, yenyewe ikaota na ikazaa kwa sababu ilikaa kwenye udongo mzuri. Katika kujifunza kwetu, aina ya kwanza tumeshajifunza, ya pili tumeshajifunza, ya tatu tumeshajifunza, na sasa tuko kwenye aina ya 4 ambayo ni mbegu iliyopandwa kwenye udongo mzuri kisha ikamea sana. Kwa mujibu wa somo letu, tunapoongelea mbegu, tunakuwa tunaongelea yale malengo, mipango na matamanio na matarajio unayokuwa nayo katika mwaka. Pale unaposema mwaka huu nitafanya kitu fulani, malengo yangu mwaka huu ni kufanya 1, 2, 3. Sasa hayo malengo ulio nayo, mipango ulio nayo, ndiyo inaitwa mbegu. Na udongo mzuri ni mapenzi ya Mungu mazuri aliyokuandalia kukupatia ndani ya huo mwaka, ndiyo udongo mzuri. Na tumejifunza tukaona lazima uhakikishe malengo unayoandaa yanaendana na mpango wa Mungu aliyokupangia kukupatia ndani ya huo mwaka, ili kila lengo utakalopanga liweze kutimia sawasawa na Mungu alivyokuongoza. Ndio maana tulipata nafasi ya kuombea akili zetu ziwe sawasawa na akili ya Roho Mtakatifu. Tukashughulikia eneo la umwagaji damu, tukaomba toba ya umwagaji damu na tukabariki ardhi yetu. Siku ya leo, baada ya kukukumbushia haya machache, tutaenda kudili katika eneo jingine linaloitwa lawama ni upofu. Unaweza kujiona mbegu yako iko kwenye udongo mbaya ingali ipo kwenye udongo mzuri. Kipengele chetu cha leo kinaitwa lawama ni upofu. Unaweza kujiona mbegu yako iko kwenye udongo mbaya ingali ipo kwenye udongo mzuri. Lawama ni upofu. Unaweza kujiona mbegu yako iko kwenye udongo mbaya ingali ipo kwenye udongo mzuri. Ndio kipengele ambacho tutakiangalia siku ya leo kwenye hili somo letu la kupanda mbegu. Kitabu cha Zaburi ile ya 22 ule mstari wa kwanza hadi wa pili. Zaburi ya 22 ule mstari wa kwanza hadi wa pili. Zaburi ya 22 ule mstari wa kwanza hadi wa pili. Zaburi ya 22 ule mstari wa kwanza hadi wa pili. Inasema namna hii: Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona u mbali na wokovu wangu na maneno ya kuugua kwangu? Mungu wangu, nalia mchana lakini hunijibu, na wakati wa usiku lakini sipati raha. Naomba nirudie tena kusoma haya maneno. Zaburi ya 22 mstari wa kwanza na wa pili inasema: Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona u mbali na wokovu wangu na maneno ya kuugua kwangu? Mungu wangu, nalia mchana lakini hunijibu, na wakati wa usiku lakini sipati raha. Katika hili neno tunaona maneno ya lawama, maneno ya lawama yanayoongelewa na mwandishi, ambaye huyu mwandishi ni Daudi. Daudi anazungumza maneno ya lawama, maneno ya kumlalamikia Mungu. Anamwambia, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona u mbali na wokovu wangu na maneno ya kuugua kwangu? Mungu wangu, nalia mchana
hunijibu, na wakati wa usiku sipati raha. Ni maneno aliyozungumza Daudi, si maneno ya shukrani hata kidogo, si maneno ya kuappreciate hata kidogo, sio maneno ya kushow appreciation, ila ni maneno ya kulalamika. Ni maneno ya kulalamika, akimlalamikia Mungu kwamba Mungu amemwacha, Mungu hamjibu maombi yake, Mungu amemsahau, Mungu amemwacha, hata usiku hapati raha, usiku hapati usingizi, anateseka na majaribu na changamoto mbalimbali. Ndio kitu Daudi anachomlalamikia Mungu. Nisikilize polepole. Ilikuwa ukirudi kwenye uhalisia wa maisha ya Daudi, si kwamba Mungu alikuwa amemwacha, wala Mungu alikuwa hajamwacha. Ukirudi kwenye uhalisia wa maisha ya Daudi, si kwamba Mungu alikuwa amemwacha, wala Mungu alikuwa hajamwacha. Ila ukiona namna yeye mwenyewe muhusika anavyolalamika, kana kwamba ni kweli Mungu amemwacha, ila kwenye uhalisia Mungu alikuwa hajamwacha Daudi, alikuwa bado yuko naye. Mungu alikuwa bado yuko na Daudi vile vile, alikuwa hajamwacha. Ila yeye Daudi analalamika kwa sababu yeye anachoona ni Mungu amemwacha. Sasa ni nini kilimfanya Daudi alalamike na kufikiri Mungu amemwacha, ingali kwenye ukweli Mungu alikuwa hajamwacha? Jibu ni moja, ni kwa sababu alikuwa anapitia changamoto. Ni kwa sababu alikuwa anapitia changamoto. Changamoto alizokuwa anazipitia Daudi, zile changamoto zilimuelemea kiasi ambacho akaanza kulalamika, na zile lawama zikampiga upofu wa kutambua uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Na Daudi akafikiri yuko pabaya, kumbe yuko pazuri. Daudi akafikiri mbegu zake zimepandwa kwenye miiba. Daudi akafikiri mbegu zake zimepandwa kwenye mwamba. Daudi akafikiri mbegu zake zimepandwa kando ya njia, zimeliwa na ndege. Kumbe mbegu zake zipo kwenye udongo mzuri. Mungu yuko na yeye, yuko kwenye ramani ya mapenzi ya Mungu, ila yeye kwa sababu tayari amezipokea changamoto kwenye jicho la kulalamika, zikampiga upofu, akaona Mungu hayupo, kumbe Mungu yupo. Na ndiyo maana nikakwambia lawama ni upofu, ni upofu unaoweza kukufanya ujione uko pabaya ili hali uko pazuri. Mtu anajiona yuko pabaya, kumbe yuko pazuri. Nini kinamfanya ajione yuko pabaya ili hali yuko pazuri? Lawama. Lawama. Mtu wa Mungu naye nisikiliza mahali hapa, kusema ukweli, hakuna safari ya maisha ambayo unaweza ukasafiri bila kupata changamoto. Haiwezekani. Hakuna safari ya maisha ambayo unaweza ukasafiri bila kupata changamoto. Changamoto kwenye maisha ni kitu cha kawaida kabisa. Hata kama ukiwa upo kwenye safari iliyo ndani ya mpango wa Mungu, hata kama ukiwa upo kwenye safari iliyo ndani ya mapenzi ya Mungu. Kwa lugha nyingine ni kwamba hata kama ukiwa upo kwenye safari iliyoko kwenye udongo mzuri, iliyoko kwenye udongo mzuri, changamoto utakutana nazo tu. Ile kupanda mbegu yako kwenye udongo mzuri, ile kuwa kwenye mapenzi ya Mungu, kuwa kwenye safari iliyo kwenye mapenzi ya Mungu, haina maana ya kwamba hutokutana na changamoto, kwa sababu upo kwenye mapenzi ya Mungu. Umo ndani ya mapenzi ya Mungu kuna changamoto zake, kuna heka zake, kuna maluelue yake, kuna mawimbi yake, kuna magumu yake, yamo umo kwenye mpango wa Mungu na mapenzi yake. Sasa Daudi yeye alichofikiri kuwa kwenye udongo mzuri hakunaga changamoto, na ndiyo maana hata alipokutana na changamoto akakimbilia kulalamika, oh Mungu wangu umeniacha usiku nateseka. Daudi akaanza kulia hivyo. Angekuwa anatambua mapema kwamba hata hapa nilipo kwenye udongo mzuri pana changamoto zake,
wala asingelalamika. Matokeo yake angeshukuru na kutafuta namna, ila hakujua hilo, akakimbilia kulalamika, maana hakujua. Kandarabusha karabasiki. Mpendo unayenisikiliza, watu wengi tuna tabia za kulalamika pale tunapopita kwenye changamoto. Si Daudi tu peke yake. Watu wengi tuna tabia za kulalamika pale tunapopita kwenye changamoto. Hichi kitu si cha Daudi peke yake. Leo hii kwa sababu tunamuongelea Daudi, ni rahisi kila mtu kumuona Daudi ni wa ajabu, kumsimanga Daudi vile unavyoweza, ila kiuhalisia hata wewe pia, wote tuna tabia ya kulalamika tunapopita kwenye changamoto. Na unajua, ukishalalamika tu moja kwa moja upofu unakuingia. Ukishalalamika upofu unakuingia, na upofu ukisha kuingia unakusahulisha kwamba ulipo ni pazuri. Unaanza kupaona pabaya, kumbe ni pazuri, ila wewe unaanza kupaona pabaya. Nakumbuka ninafahamu mfano mmoja. Kuna mtoto mmoja ambaye alikuwa analelewa na wazazi wake wa kambo. Wazazi wa kambo, kwa wale ambao hamjui Kiswahili vizuri, wazazi wa kambo ni wale wazazi ambao hawajakuzaa ila tu wanakulea kama wazazi wako. Kwa akawa analelewa na wazazi wa kambo namna hiyo. Na ile sehemu aliyokuwa anakaa na wale wazazi wa kambo ilikuwa ni sehemu nzuri sana kwake. Hawakuwa wanamtesa, hawakuwa wanamnyanyasa, walikuwa wanamsikiliza na kumpa kila anachotaka. Ila yeye hakuwa anapenda kukaa pale kwa wazazi wa kambo. Alikuwa anatamani kwenda kukaa kwa bibi yake na babu yake. Lakini kule kwa bibi yake na babu yake hapakuwa na chakula, hapakuwa na mazingira salama kama mtoto kukaa. Na ndiyo maana kila mtu akapendelea huyo mtoto kipindi cha likizo awe anakaa kwa wazazi wake wa kambo. Lakini yule mtoto hakuwa anapenda kukaa pale, na mara kwa mara alikuwa analalamika kwa nini anakaa kwa wale wazazi wa kambo. Ni hali au wazazi wa kambo ndio wanaomlipia ada, ndio wanaompa chakula, ndio wanaomsomesha, ndio wanaomtunza na kumpa mahitaji yake yote kama mtoto, ila bado alikuwa haoni kama kukaa nao ni sahihi, analalamika tu. Na sababu ya kulalamika ni kwa sababu tu akikaaga pale kwa wale wazazi wa kambo, yule mama atamuamsha asubuhi, atampangia kazi, basi wewe utaosha vyombo, utafagia, utasaidia kupika, utaangalia TV kwa kiasi, ikifika saa ngapi lazima uzime ukalale, usiangalie mpaka saa 8 usiku. Ndio maana huyo mtoto akawa anachukia kukaa hapo. Kwa sababu hiyo anataka akakae kwa bibi yake na babu yake, ambako akikaa kule afanyi kazi yoyote. Anaambiwa we ni mtoto, haoshi vyombo, analala anavyotaka, anaamka anavyotaka, anaangalia TV anavyotaka. Kwa ule uhuru ndiye akawa anautafuta, na ni uhuru ambao hauna maana. Kwa zile changamoto kidogo zilizoko sehemu nzuri zikamfanya awe kipofu, aione hiyo sehemu ni mbaya. Na ndivyo Wakristo wengi tulivyo. Wengi tunang'ang'ania kwenda kukaa kwa bibi na babu kwa sababu tu tunaishi kwa uhuru. Utaki kukaa kwa Yesu kwa sababu kwa Yesu kuna changamoto unazozipata, na unazichukulia zile changamoto za kwa Yesu ni kama manyanyaso. Kumbe ni sehemu ya kawaida kabisa. Hebu niambie, mtoto kupangiwa kuosha vyombo, kupangiwa kufanya kazi za kawaida kabisa, si sawa? Au unataka uniambie ni manyanyaso? Labda nyie mnalea watoto wenu vibaya, lakini ukiwa na mtoto ambaye ana miaka 13, 14, haiwezekani ukamwacha akalala anavyotaka. Lazima utampangia kazi za kufanya pale nyumbani. Lakini kama huyo mtoto ndani yake ana moyo wa kutokuwa na shukrani, atalalamika tu. Zile kazi za kawaida atachukulia ni manyanyaso. Ndivyo Wakristo tulivyo. Changamoto za kawaida zinafanya tumuone Mungu mbaya. Ndicho alichokifanya ndugu yetu Daudi. Lakini si tu Daudi peke yake, wako hata na wana wa Israeli. Ngoja nikuonyeshe. Tuangalie wote kile kitabu cha Kutoka, ile sura ya 14.
mstari wa 10 hadi wa 14. Kuna mfano tuuone pale kuhusu wana wa Israeli. Kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 10 hadi wa 14. Kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 10 hadi wa 14. Inasema namna hii. Kutoka sura ya 14 kuanzia mstari wa 10. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Haya maneno tuliyoyasoma, tunaona wana wa Israeli walipokuwa wanaishi Misri, walikuwa wakiteseka sana kule Misri. Hii ni habari ambayo wamkini umeshaisikia mara nyingi sana, ya wana wa Israeli kuteseka Misri. Na ilipofika saa yao ya kutolewa kwenye yale mateso, waliingizwa jangwani kama safari yao ya kuondoka Misri. Na Biblia inasema kikwazo, changamoto ya kwanza ikajitokeza. Ghafla wakageuka nyuma, wakaona Farao anawafuata. Walivyoona Farao anawafuata, ile ilikuwa ni sehemu ya changamoto kwenye safari yao. Wengi wao wakakata tamaa, wakaanza kulalamika, wakaanza kumwambia Musa, kwa nini umetuleta huku? Bora ungetuacha kule tuendelee kutumika. Bora ungetuacha kule tuendelee kuwa watumwa. Kwa nini umetuleta huku? Wakaanza kulalamika. Nisikilize polepole. Pale walipokuwa wana wa Israeli, walikuwa wapo pazuri kuliko Misri. Pale walipokuwa wana wa Israeli, walikuwa wapo sehemu nzuri kuliko Misri. Lakini ilipotokea changamoto ya kuona Farao anawafuata, wakapigwa upofu kwa lawama zao. Wakapaona pale ni pabaya, wakapaona Misri ndiyo pazuri. Narudia tena hii sentensi. Ilipotokea changamoto ya Farao kuwafuata, pale walipokuwa wakalalamika, ile lawama yao ikawapiga upofu. Ghafla wakapaona pale ni pabaya na wakaona Misri ni pazuri. Ingali ukirudi katika uhalisia, Misri ni pabaya na pale walipokuwa ndiyo pazuri, ila kwa ajili ya lawama ya kuogopa changamoto, walipaona pale ni pabaya na Misri ni pazuri. Ini hali pale ndiyo pazuri na Misri ni pabaya. Kwa hiyo ukishakuwa ni mtu wa kulalamika, mambo yako yanakuwa vice versa. Kwenye udongo mzuri unapaona ndiyo pabaya, na penye magugu, penye miiba, penye miamba ndio unapaona pazuri. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako unaogopa changamoto. Mtu wa Mungu naye nisikiliza mahali hapa, kuna watu wananisikiliza muda huu, na mwaka 2025 kuna maeneo mengi sana waliyahesabu kuwa mabaya kwao. Kumbe hayo maeneo hayakuwa mabaya, ilikuwa ni mazuri, ila tu ni changamoto zilitokea kwenye hayo maeneo, na hizo changamoto zikakufanya ukapigwa upofu kwa lawama zako, ndio maana ukapaona pabaya. Narudia tena hii sentensi. Kuna watu wengi wananisikiliza muda huu, mwaka 2025 kuna mazingira walikuwa wanapitia, kuna maeneo walikuwa wanapitia, na kwenye hayo maeneo ilifika mahala wakayaona ni mabaya kwa sababu ya lawama ya kutokana na changamoto zilizokuwa zinawa pressurize kwenye hayo maeneo. Kwa kutokana na namna changamoto zilipokuwa zinawa pressurize, wakaona hayo maeneo ni mabaya. Kumbe
hayo maeneo sio mabaya, ndiyo udongo wao mzuri, ila ni kwa ajili ya lawama, ni wakapigwa upofu, wakayaona hayo maeneo ni mabaya. Kule unakuliko kuona kuzuri 2025 yamkini ndiyo Misri, na pale ulipopaona pabaya ndiyo Kanani yako. Na mara nyingi unakuta mtu anakwambia, kila nikikaa naota ndoto ya sehemu fulani, kila nikikaa naota ndoto ya sehemu fulani. Mimi siitaki. Ukimuuliza kwa nini hautaki au uitaki, kuna changamoto ameziona ziko pale, anaogopa hizo changamoto. Mpendwa, 2025 ni sehemu gani uliikataa kwa sababu uliona ina changamoto? Nauliza swali na kuuliza wewe unayenisikiliza, 2025 ni sehemu gani uliikataa kwa sababu uliona ina changamoto? 2025 ni fursa gani ulikataa kuifanya kwa sababu uliona ina changamoto? 2025 ni watu gani uliwakimbia kwa sababu uliona kuna changamoto? Mpendwa, changamoto isikufanye ukimbie eneo kabla Roho Mtakatifu hajakupa uthibitisho. Hebu fikiria kama wana wa Israeli wangeamua kukubali, na Musa angeamua kuwakubalia warudi Misri, ina maana wangekuwa watumwa milele, na kumbe wangeachana na mpango wa Mungu. Kuna maeneo mengi sana tumeyarudia 2025, si kwamba ilikuwa ni mpango wa Mungu, ila tuliamua kurudi Misri. Kandarabu shakaraba. Mungu akusaidie, moyo wa lawama usivuke nao 2026. Sema amen kwa jina la Yesu. Nasema hivi, Mungu akusaidie na ninakuombea, Mungu akuwezeshe moyo wa kulalamika usivuke nao 2026, ili ukafaidi udongo mzuri. Maana kilichokufanya 25 usiufaidi udongo mzuri, sababu mojawapo ni moyo wa lawama ulio nao, unakufanya unakimbia fursa kisa changamoto. Kandarabo shaka. Angalia kile kitabu cha Zaburi ya 22. Kuna kitu tumalizie pale afu tuende kwenye maombi. Zaburi ya 22, Zaburi ya 22 ule mstari wa 6 hadi wa 8. Zaburi ya 22 ule mstari wa 6 hadi wa 8. Zaburi ya 22 mstari wa 6 hadi wa 8 inasema namna hii: lakini mimi ni mdudu wala si mtu. Ala, umesikia huyu anavyosema? Lakini mimi ni mdudu lakini si mtu. Yaani yeye ni mdudu si mtu. Laumu ya wanadamu na mzaha wa watu wote wanionao hunicheka sana, hunifyonya wakitikisa vichwa vyao. Husema, umemtegemea Bwana, na amponye na amuokoe sasa, maana apendezwa naye. Umeona huyu mtu ni Daudi yule yule, alikuwa anaishi maisha ya kumtegemea Bwana, akapitia changamoto. Alivyopitia changamoto, Mungu akawa amemwacha apitie tu hizo changamoto, akawa akiomba Mungu hamtoi kwenye hizo changamoto, akifunga Mungu hamtoi kwenye hizo changamoto. Akaanza kujishtukia, akaanza kujidharau, akaanza kulalamika kwamba mimi si kitu, mimi ni mdudu tu, mimi ni mdudu, mimi si kitu. Kwanza watu wananicheka, watu wananifyonya, watu wananidharau, kwamba huyo Bwana aliye naye na amsaidie. Kwa Daudi akaanza kujiona ile hali ya yeye kuwa na Bwana kama si kitu. Akaanza kujiona ile hali ya kuwa na Bwana kama si kitu. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba akaanza kujiona pale kwenye udongo mzuri alipo sio sehemu sahihi. Akaanza kujiona pale kwenye udongo mzuri alipo sio sehemu sahihi. Kwa nini? Kwa sababu changamoto ilimkuta na Mungu akamnyamazia kwenye hiyo changamoto. Nisikilize mpendwa, ile wewe kuwa kwenye udongo mzuri haina maana ya kwamba kila changamoto itakayokukuta ukimwita Mungu ataitika hapo hapo. Ile wewe kuwa kwenye udongo mzuri haina maana ya kwamba kila changamoto itakayokukuta ukimwita Mungu ataitika hapo hapo. Haina maana ya kwamba kila changamoto utakayopita ukimwita Mungu ataitika hapo hapo. Changamoto nyingine zitakukuta na ukimwita Mungu atanyamaza, hatoitika.
Ukimwita Mungu atanyamaza, hatoitika. Kwa nini? Kwa sababu anakuwa ameruhusu hiyo changamoto ikukute hapo kwenye udongo mzuri, kama sehemu ya kukuimarisha uwe bora zaidi. Maana si kila changamoto ni ya mateso. Ndiyo, wewe unaweza ukaihesabu ni ya mateso, lakini Mungu kwake hakutesi, anakuimarisha. Wewe unahesabu ni ya mateso, yeye anahesabu anakuimarisha. Na ndiyo maana hata kuna changamoto ulipitia mwaka huu na umefika mahala umeuona huu mwaka ni wa kuteseka. Hapana, sio mwaka wa kuteseka. Hayo uliyokuwa unapitia ilikuwa ni maimarisho, ilikuwa ni shule unaimarishwa, ilikuwa ni darasa unafundishwa, ilikuwa ni chuo unaandaliwa. Na ndiyo maana wakati mwingine kila ulipokuwa ukikaa kuomba unajikuta unaota ndoto huko shuleni, unaota ndoto unafanya mitihani, unaota ndoto wewe ni mwanafunzi. Kwa nini? Ulikuwa kila ukiombea changamoto unaota ndoto wewe ni mwanafunzi, unaota ndoto huko shuleni. Ilikuwa Roho Mtakatifu anakuonyesha ulipo ni darasani, unapopitia ni shule unafundishwa. Mwaka unapoisha Mungu anakutunuku cheti 2026 unaenda kukaa kwenye ajira yako. Na ndiyo maana kila ulipolalamika ulikosea mbele za Bwana. Kila ulipolalamika ulikosea. Lawama yako ilikuwa ni sawa na unamwambia Mungu, hii shule ulioniweka umekosea kuniweka. Lawama zako ni sawa na ulikuwa unamwambia Mungu, umekosea kunichagua. Ingali Mungu hakukosea kukuchagua, hakukosea kukuita. Alikuchagua, alikuita kwa kusudi na mpango wake. Mtoto wa Mungu ulioko hapa, kila mahala ulipolalamika 2025, leo tunaposimama kwenye malango ya mwezi wa 11, tunatakiwa kuomba toba mbele za Bwana. Ombe toba mbele za Bwana na tumshukuru kwa hizo changamoto. Tumshukuru kwa hizo changamoto. Tutaomba toba na tutashukuru kwa hizo changamoto, kwa sababu ilikuwa ni shule na darasa kwenye maisha yetu. Kila mmoja mahala alipo akanaweza ukakamata sadaka yako uliyoiandaa kwa ajili ya shukrani kwa Bwana. Kamata sadaka yako uliyoiandaa kwa ajili ya lango la mwezi wa 11 la mwaka 2025, ili twende tukashukuru kwa Bwana. Kandarabo shakarabasiki. Andaa sadaka yako. Kwa yule ambaye ameshaituma tayari, utaiombea pamoja mahala ulipo, ikamate kiroho. Yule ambaye bado hujaituma, wewe ikamate moyoni. Yule ambaye umeshaiandaa, ikamate. Maombi yako yale uliyoandika malengo, wewe kwa sasa usiyashike. Yenyewe tunadili nayo jioni. Asubuhi ni toba na shukrani. Kandarabo shakaraba. Rabo sakaraba shiki. Sali pamoja na mimi haya maneno. Sema: Baba Mungu wa mbinguni. Sema tena: Baba Mungu wa mbinguni. Sema tena. Si kwamba, mwambie Mungu, si kwamba 2025 nilikuwa kwenye udongo mbaya. Mwambie tena Mungu, si kwamba 2025 nilikuwa kwenye udongo mbaya. Hapana, bali nilikuwa kwenye udongo mzuri. Mwambie tena Bwana, bali nilikuwa kwenye udongo mzuri, lakini ni mimi mwenyewe katika ile hali ya kutokuwa mtu wa shukrani. Mwambie Mungu tena, ni mimi mwenyewe. Sema tena, ni mimi mwenyewe katika hali ya kutokuwa mtu wa shukrani. Niliona kama nilipokuwa napata changamoto katikati ya udongo mzuri, nilihesabu kuteseka, nilihesabu kuachwa, nilihesabu kutelekezwa, nilihesabu rushwa, nilihesabu kutokuthaminiwa na wewe. Ini hali Baba ulikuwa unanithamini, ini hali Baba ulikuwa unanipenda, ini hali Baba ulikuwa unanijali, ini hali Baba ulikuwa na mimi. Mungu, naomba unisamehe, maana sikuthamini udongo mzuri ulionipa 2025. Baba, naomba unisamehe kwa maisha ya lawama niliyolalamika. Mungu, kuna mahala nilipakataa, nikafikiri ni Misri, kumbe kule nilikokimbilia ndio Misri, na pale nilipopakataa ndio penye udongo wangu mzuri. Baba, naomba unisamehe. Niliogopa changamoto, niliogopa majaribu. Baba, leo ninakuja kwako, ninakiri kwamba nilikosea. Naomba Baba unisamehe. Baba, ninafumbua kinywa changu, ninakushukuru kwa udongo huo mzuri
ulionijalia, maana ni mimi ndiyo mwenye makosa na si wewe. Ndiyo maana leo nimetambua kwa hili somo ulilonisemesha Baba, nimegundua wapi nilikosea. Baba, ninasimama kukushukuru. Baba, ninasimama kukushukuru. Baba, ninasimama kukushukuru, nikiomba unisamehe, maana sikuthamini fadhili zako. Nikalalamikia kazi, kumbe ilikuwa ni kazi yako. Nikalalamikia kuishi mahali, kumbe ilikuwa ni sauti yako niishi hapo. Baba, nikapakataa pale, kumbe ilikuwa ni mpango wako niwe napo. Baba, ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe, maana katika lawama zangu nilikosana paka na watu, nikawaona ni wabaya wale walioniitia mahali hapo. Baba, nikawaona wananiingilia maamuzi yangu, kumbe walikuwa wananiita mahala sahihi, ila mimi ni mtu wa lawama. Yesu, ninaomba unisamehe. Yesu, ninaomba unisamehe. Endelea kuomba toba, mtoto wa Mungu. Endelea kumimina toba, endelea kumimina toba, endelea kumimina toba kwa maneno yako wewe mwenyewe. Endelea kumimina toba kadiri kila mmoja Roho Mtakatifu anavyomgusa ndani yake, kadiri kila mmoja Roho Mtakatifu anavyomsukuma ndani yake, ndivyo endelea kumimina toba mbele za Bwana. Mimina toba, mtoto wa Yesu. Mimina toba, mtoto wa Yesu. Mimina toba mbele za Bwana. Mimina toba kwa kila fursa ambayo uliikataa. Kumbuka toba yetu ya leo, tunatubu kila mahala tulipowekwa kwenye udongo mzuri na tukashindwa kuuthamini. Hebu tubu mbele za Bwana, maana ulikuwa mtu wa malawama, ulikuwa mtu wa malawama. Tubu kwa Bwana, tubu kwa Bwana, maana ulimuhuzunisha Roho Mtakatifu, ulimuhuzunisha Roho Mtakatifu. Sio sawa kumaliza mwaka haujaonyesha appreciation, haujaonyesha kuthamini, haujaonyesha kuthamini juu ya kile Mungu alichokupa 2025 kama sehemu ya udongo mzuri. Unaweza ukasikia hili somo ukafikiri udongo mzuri utaanza kwako rasmi 2026. No. Udongo mzuri hata 25 ulikuwepo, ni vile tu ulikuwa ni mtu wa lawama, ndio maana haukuona, ndio maana haukuona. Hebu omba toba kwa Bwana, omba toba kwa Bwana. Changamoto zisikukosanishe na Mungu wako, changamoto zisikukosanishe na Mungu wako, maana umetoka naye mbali. Huyu Mungu umetoka naye mbali. Ungekuwa ulishakufa, ungekuwa ulishapotea wewe, ungekuwa ulishapotea, ungekuwa gerezani, ungekuwa ulishapotea, ungekuwa ulishadhalilika, ungekuwa ulishakufa na magonjwa. Lakini Bwana amesimama kukutetea, alisimama kukutetea, alikutoa mbali, hakukubali uangamie. Changamoto ndogo ndogo zisikukosanishe naye. Ndio maana leo, hebu simama kumshukuru, simama kumshukuru kwa ajili ya kila jema alilokujalia 2025. Simama kwenye haya malango ya mwezi wa 11 kuendelea kusema asante. Mshukuru Mungu kwa kila fursa ambayo ilitokea kwako na ukafikiri ni fursa mbaya, kumbe ilikuwa ni fursa nzuri. Hebu leo mwambie Mungu asante. Yamkini ilipojitokeza ulidhania ni kitu kibaya na ukupata muda wa kushukuru. Hebu leo shukuru kwa Bwana, maana wengine mko hapa, hata vyakula mnavyokula mnavipata kutokana na mazingira ambayo mliyakataaga mkifikiri ni mabaya, na leo hii yamegeuka kuwa sehemu yako ya kupatia chakula. Hebu mwambie Mungu asante, usimuonee aibu, usimuonee aibu. Mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante, mwambie Mungu, maana nilizani hili ni udongo mbaya, kumbe ilikuwa ni udongo mzuri. Nilizani hii kazi ni udongo mbaya, nilifikiri hii kazi ni udongo mbaya, kumbe ni udongo mzuri. Bwana asante, Bwana asante, Bwana asante. Ng'ang'ana na asante kwa Bwana, ng'ang'ana na asante kwa Bwana.
raka shekenderebo rikiderebosha reke maria kata oroboshi kisakaraba. Endelea tu mtoto wa Mungu, shukuru kila eneo Roho Mtakatifu analokuongoza wewe, mwambie asante. Ni msingi tunajenga, ni msingi tunajenga. Mwenye kuomba zaidi ni wewe mahala ulipo. Endelea mpaka ndani yako kusikie kumeachia. Endelea.